Tumeshaanza safari na mwezi wa 7 tunaanza rasmi utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Sasa katika dira hiyo kuna mambo mengi mle ndani, na jambo kubwa ambalo limesemewa mle ndani ni juu ya kuzalisha ajira, kujenga uchumi imara, shindani na jumuishi. Fedha tunayowekeza kwenye miradi iwe ni miradi inayoweza kwanza kuchochea ukuaji wa uchumi, lakini pili iwe ni miradi inayoweza kuzalisha ajira kwa ajili ya vijana. Endelee kuwapongeza, makusanyo yameongezeka. Amesema hapa mtendaji kwamba makusanyo yenu yameongezeka, mmesapasa hadi target, mmefikia trilioni 1.2 ambapo mwanzo mlikadiria kupata kama trilioni 1.1 ambao ni sawa na zaidi ya 110%. Ongeleni sana. Na hili nalo sisi kwetu tunashukuru kwa kama mfuko, kwa sababu lina faida ambayo Mheshimiwa Rais naye anastahili pongezi yake. Kupanda kwa kima cha chini cha mshahara ina maana kwamba sisi kama mfuko moja kwa moja kuna fedha inaenda kuongezeka, na ndio maana leo tunaweza tukafurahi tukajinasibu kwamba mapato yameongezeka. Yanaongezekaje? Ni kwa sababu maelekezo yale Mheshimiwa Rais alivyosema, kuanzia Julai mosi 2025 mwaka mpya wa fedha, kima cha chini cha mshahara ni 500,000, na kweli baada ya pale ilikuwa na impact kwenye namba zetu kama mfuko. Hii tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na isiishie tu hapo. Mheshimiwa Rais katika kipindi chake hiki cha miaka 4 ameweza kufanya mabadiliko ya kuwapandisha vyeo watumishi, lakini pia jambo la kufurahisha zaidi, mmeendelea kulipa mafao kwa wakati ndani ya zile siku 60 tulizojiwekea kisheria, lakini nyie mmeenda mbali zaidi, na hivi naambiwa mnalipa ndani ya muda mfupi, pengine hata siku 25 20 mwanachama wetu anakuwa amepewa mafao yake. Ongeleni pia baraza hili kwa ushauri wenu na management kuweza kuadapt ushauri na kwenda kwenye utekelezaji. Moja mambo yaliyojadiliwa jana katika kikao cha baraza hili ni taarifa ya utendaji kwa nusu ya mwaka ambayo ipo Julai mpaka Disemba kwa financial year hii ambayo tunafanya, ambapo mambo yaliyofanyika vyema ni kukusanya michango. Tulikusanya karibu ya trilioni 1.2 kwa kipindi hicho cha nusu mwaka, ambayo ni utekelezaji kama 110% ukilinganisha na malengo ambayo yalikuwa yamewekwa ya kukusanya trilioni 1.1. Vile vile tumefanya ulipaji wa mafao kiasi cha shilingi bilioni 883 ambayo ni 99% ya lengo tulikuwa tumejiwekea shilingi bilioni 888. Na vile vile tumefanya uwekezaji wa shilingi bilioni 965.37 ambayo ni 113% ya lengo tulikuwa tumejiwekea ya kuwekeza shilingi bilioni 854. Pia mfuko ulipata hati safi ya ukaguzi kwa mwaka wa fedha ulioishia mwaka 23/24. Aidha, mfuko ulisajili wanachama wapya 21,792 ambao ni 78% ukilinganisha na malengo ya kusajili wanachama 27,812.